labda tuiite hivyo, the rule of 72 kwa Kiingereza. Maana yake ni kwamba inafanya kazi kwa namna mbili. Moja inaweza katika uwekezaji, nyingine hata katika mikopo. Inakusaidia kwa pande zote mbili. Kwenye mikopo ukichukua umeenda kukopa wewe, let's say kwa riba ya 10%, ukichukua 72 ukigawa kwa 10 unapata 7.2. Kwa maana usipolipa mkopo wako ndani ya miaka 7 na miezi 2, mkopo lile riba unalolilipa linaanza kuwa mara 2. Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Karibu tena kwenye episodi nyingine ambapo tunazungumzia tena masuala ya fedha na uwekezaji. Lakini leo nipo na mtu makini sana hapa Tanzania, ni CFE, Certified Financial Educator, ambao hawa watu wanakuwa certified na BOT. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa na tuna mashaka na uelimishaji wake. Anaitwa Dr. Raymond Mgeni, lakini pia ni daktari wa binadamu huyo. Leo Dr. Raymond nataka tuingie kwa kina zaidi kwenye masuala ya uwekezaji na fursa za uwekezaji zilizopo na namna unavyoweza kukaa katika malengo yako bila kuyumbayumba au kuyumbishwa na fursa za uwekezaji nyingi ambazo zinajitokeza sasa. Kwa sababu kumekuwa na fursa nyingi za uwekezaji, kwa hiyo unakuta unachanganyikiwa. Niweke UTT, niweke Inuka, niweke EFT, niweke yani kwa hiyo unajikuta sasa imekuwa yani fursa zimekuwa nyingi and unajikuta sasa umekuwa na divided focus. Malengo yako sasa unaanza kuyumbayumba, unaweka huku unaweka kule, unakuwa kidogo unapoteza mwelekeo. Kwa hiyo tuko hapa na Dr. Raymond, tuta discuss fursa chache za uwekezaji kwa sababu ziko nyingi kwa sasa, lakini yeye atatuchagulia natamani 6 tu ili tuweze kukusaidia wewe kubaki kwenye njia kuu. Usianze kupepesa macho huku na huku na huku, baadaye utaishia tu kuitumia hiyo hela usijue wapi pa kuiweka. Kwa karibuni sana kwenye session hii, na mimi tutajifunza mengi na atatupa pia strategy ya uwekezaji. Ufanyeje, kwa sababu na confidence na Dr. Raymond kwa sababu na kwa sehemu naonaga tu na tuko kwenye group moja. Kwa hiyo naonaga tu namna anavyo conduct uwekezaji wake. So karibu sana. Karibu sana Dr. Raymond. Asante sana. Unaweza ukajitambulisha kwa vingine pengine watu wasikie tu sauti yako. Okay, nashukuru sana kwa fursa hii ambayo ni muhimu sana ya kuweza kushirikishana mambo mengi hasa katika wigo wa uchumi na masuala ya uwekezaji. Kwanza uwekezaji mtu anaweza akafikiria ni jambo gani, lakini katika lugha nyepesi uwekezaji ni ile nafasi ya kukusanya rasilimali ambazo zinakuzalishia pesa au zinakuletea pesa. Kwa rasilimali zikawa mbalimbali, inaweza ikawa ni ardhi umenunua, inaweza ikawa ni hisa, inaweza ikawa ni hati fungani, inaweza ikawa pia ni uwekezaji katika masuala ya vitu vya thamani, madini. Wengine wanaenda pia ngazi nyingine za uwekezaji kwamba hata uwekezaji wa maarifa pia ni aina ya uwekezaji. Kwamba kadri ambavyo wewe unakuwa ndani yako ndivyo ambavyo unaweza ukafungua macho ya kuona fursa zaidi. Lakini wengine pia wanaenda hadi uwekezaji katika watu. Wengine nitaga social capital. Kwamba una uwekezaji wa watu, kwa maana kwamba watu hawa pia wanakusaidia kukupa fursa, kukupushi kwenye vitu ambavyo unavifanya. Lakini pia ni fursa pia hata ya masuala ya kiuchumi. Kuna watu wameshajitengenezea seko za watu kwamba hata akiwa na changamoto akinyanyua tu simu moja, seko yake inaweza ikamsaidia kwenye ile changamoto anayopitia. Kwa zote hizo zikawa katika perspective mbalimbali za uwekezaji. Lakini leo nitamani twende tu kugusia
uwekezaji zaidi katika masuala ya masoko ya mitaji na dhamana. Kwa sababu uwekezaji ni mpana. Kuna kama ambavyo nimeainisha kwamba sio kuna ardhi, lakini pia nimesahau pia kuna uwekezaji mwingine kwenye masuala ya bidhaa. Tunaita soko la bidhaa, ambapo kwa Tanzania ndio linaendelea kuchipukia na kukua. Inaitwa Tanzania Mercantile Exchange, TME, ambao wanaendeshaga minada ya kidijitali ya mazao ya kimkakati. Kuna mbaazi, kuna chai, kuna kahawa, kuna korosho, lakini pia kuna minada hadi ya vitu vya thamani, gemstone auctions, ambazo wanafanya. Kwa hiyo yenyewe ni eneo pia la masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo ndio maana pia ni muhimu kujua wewe kama mwekezaji uwe na malengo yako. Kwa sababu utajikuta unatamani uweke kwenye ardhi, kwenye bidhaa, ni kila kitu unatamani uwepo. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na hiyo focus yako na mikakati, ili usije ukajikuta kila sehemu unataka kuwepo. Alright. Kwa hiyo katika swala zima la uwekezaji pia kuna umuhimu wa mtu kujitafuta. Yani kujua mimi kama Irene nataka niwe mwekezaji kwenye nini hasa, si ndivyo? That's your point. Yes. Kwamba nichague labda soko la hiyo la fedha, labda mitaji na fedha na dhamana, au nichague ardhi, au nichague vito, au kwa sababu huwezi kuwa kila sehemu for real. Ni kweli. Kwa hiyo lazima uchague sehemu moja alafu utulie nayo. Yes. Si ndio? Kuna swali nilikuwa najiuliza sana. Wewe ni daktari wa binadamu, lakini ni mwelimishaji wa umma kwa habari ya masuala ya fedha. Nini kilikutokea? Kwanza niseme tu kwa ufupi kwamba cha kwanza ni mazingira ambayo nilianza kuyapata ya watu ambao wananizunguka, ambao nilipata hiyo nafasi ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kujifunza mambo ya uchumi. Na hapa nitoe credit kabisa, niko kwenye kundi la Kisima cha Maarifa chini ya Dr. Makilita, ambao tulikuwa tunajifunza mambo mengi sana, yakiwemo pia na umuhimu wa kujenga misingi ya uchumi na uwekezaji. Nilitoka nafikia 2016, ni muda mrefu kidogo. Lakini baadaye pia nikapata platform nyingine mbalimbali, kama kuna The Investors Club, nikaona wenzangu pia wanafanya uwekezaji, wanahamasisha kuweka akiba. Kwa hiyo pia ikapushi sana. Kwa mazingira pia yana nafasi kubwa ya kumsaidia mtu. Lakini lingine ni kupitia vitabu. Na kuna kitabu kimoja ambacho nilikuwa na sita sana kukisoma kwa miaka mingi sana. Licha kwamba nilikuwa naona ni rejea ambayo watu wengi wanairecommend, lakini nilikuwa na sita sana kukisoma. Na hiki kitabu kimeandikwa na George Clarkson, The Richest Man in Babylon. Yani siku niliposoma hiki kitabu cha Tajiri wa Babeli, nikajilaumu kwamba why nilidelay kukisoma licha kwamba watu wako wanakisema. Kwa hiyo kilinisaidia kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kujitengenezea safari ya kuanza kuwa huru kiuchumi. Kwa kwanza kutambua ulipo, umuhimu wa kujilipa kwanza, umuhimu wa kutunisha mfuko, umuhimu wa kuwekeza sehemu ambazo zinakuzalishia pesa. Na hiki kitabu kimeelezea, na ni kitabu ambacho ni msingi mama wa vitabu vingi duniani vya masuala ya uchumi. Kwa hiyo ilinipush sana, yani kiukweli. Kwa hiyo wewe tuseme ulishtuka mapema. Namshukuru Mungu. Sio kwamba ulipita kwenye bonde la kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu kuna wengine wanashtuka ndo wanakaribia kustaafu. Au mwingine anakula ndoige za maisha afu anajikuta. Nashukuru sana, yani pia the company ambazo zinatuzunguka zina play a big role kwenye kutushape ambavyo tupo leo. Company kuna maanisha nini? Yani kwa maana watu tunao associate nao, kuanzia makundi ya mitandaoni, watu tunaozungumza nao, yani wanatusaidia. Watu unaowafollow. Watu unaowafollow. Yani wanakushape kwa namna fulani kwamba natakiwa sehemu fulani. Kwa mimi nashukuru kwamba nimezungukwa na jamii ya watu wa namna hiyo ambao kila siku wanaongea kuhusu uchumi. Kila siku wanaongea kuhusu uwekezaji. Kwa hiyo ni ngumu kusema upuuze hivyo vitu. Lazima tu kuna vitu vitaingia na kupush. Perfect. Nataka nikuulize swali. Unamshauri nini mtu ambaye
hana kipato lakini anatamani kuwekeza. Anajifunza, anapata elimu lakini hana kipato. Wewe kama muelimishaji wa umma, unamshauri nini mtu huyu? Yani some sort of kama steps au nini yani? Unamshauri nini? Mimi mtizamo wangu unaweza kuwa tofauti kidogo, lakini naamini mtu akiwa muwazi dhidi yake itamsaidia sana. Ukiamua leo nilifanya mimi na Milo zoezi la kujua pesa yangu inapotelea wapi. Hicho cha kwanza. Kiukweli ukifanya ile zoezi utagundua kwamba kuna pesa nyingi sana inapotea. Lakini pia swala la kuweka akiba sio pesa, ni tabia. Hapo ni muhimu sana. Mtu mwingine atasema kweli wakati mwingine vipato tumetofautiana, mwingine anacho kikubwa, cha kati, mwingine ni kidogo, lakini lengo ni ile tabia. Hata kama mtu akaamua kwamba kila siku mimi nitahifadhi shilingi 50 tu, yani 50 kama 50 cent. Kwamba kila nitakachokuwa nakipata sawa, naweza labda kwa siku natengeneza 2,000 au 3,000, lakini natamani tu shilingi 50 niwe na separate, niwe naiweka pembeni 50 tu. Na nikafanya hilo zoezi ndani ya mwezi. Lengo ni kuitengeneza akili ione kwamba si kila ninachokipata chote ni chakula. Kuna kingine lazima niweke akiba. Yaani ukishaifunza tu akili namna hiyo, kwa chochote utakachokuwa unakipata itakuwa ina click mara ya kwanza kwamba katika ile uliyopata hii ambayo umepata sio ya kwako, ni weka akiba. Hapo ndo penye mtihani mkubwa. Sio masuala ya kipato. Yaani hiyo tu mtu kishaanza kujiwekea mazoea. Na kuna njia nyingi ambazo nyingine mtu zinaweza zikamsaidia kutengeneza hiyo tabia. Kuna matumizi pia ya vile vibubu vya nyumbani. Kwa sababu lengo kwanza ni tabia. Tengeneze tabia. Naweza nikasema pia wakati mimi naanza kuweka akiba, nilikuwa natumia vibubu vile vya mbao. Najua ya kudumbukiza. Vilinipa na mimi changamoto. Kuna muda unaweka, kuna muda mambo yanakuwa magumu, unapasua, unafanyaje. Ni kitu cha kawaida kwa sababu kutengeneza tabia ambayo kuwa nayo sio kitu ambacho ni kirahisi. Kuna muda unaweka, kuna muda unasema kwa nini niteseke na kibubu ninakiona. Lakini kadri unavyotengeneza au mazingira, na alafu ukatengeneza mazingira mengine ya kuzungukwa na watu wanaofanya hiyo tabia ambayo unaijenga, kuna namna tu inakutengenezea mazingira ya wewe kujikuta unajipush na baadaye hiyo tabia inakuwa kubwa. Na kuna watu wengi sana ambao nimeshawaona wazi kwamba sikuwa na tabia kuweka akiba, lakini nilipokuwa kwenye mazingira ya watu, siku hizi uzuri na mshukuru Mungu kwamba tuna challenges nyingi sana zipo mitandaoni za watu. Mwingine hata kuna nyingine ya bukubuku tu kila siku, kuna mwingine hata 500, kuna wengine hadi wamefika ngazi kubwa zaidi kwamba baba kwa mwezi milioni 2. Kila mtu ana sehemu yake ya namna ambayo anatengeneza. Kwa hiyo mtu mwenyewe akianza kujiwekea kidogo kidogo, pili kutengeneza mazingira watu wanaomsaidia, baadaye ukishajenga hii tabia, yani baadaye utajikuta kutoweka akiba inakuumiza mno. Kwa sababu lengo kubwa ni tabia. Yani mimi naamini hapa ni tabia tu. Lakini lingine mtu ambao anaweza kalifanya mkakati mwingine ni kutengeneza fursa ya kutengeneza thamani. Yani kwa sababu ili kutengeneza njia nyingi za kipato ni kuongeza mianya mingi ya kutengeneza thamani. Kama una ujuzi, hebu upeleke katika namna ya kuuza huo ujuzi. Kama una bidhaa uza, kama una kipaji fulani, hebu kipeleke katika namna ya kukiuza. Tumeona watu wengi vipaji mbalimbali na maisha yamekuwa mazuri. Mtu anafanya shughuli za ucheshi. Ukikipeleka kukiuza utapata pesa. Sio kuna kama wazazi pia unaona mtoto ana kipaji cha mpira, mpeke kwenye academy, kwa sababu ndio unamtengenezea fursa mbalimbali hapo baadaye. Kwa mtu pia tutengeneze yale mazingira kwamba thamani pia ni sehemu ya kujiongezea kipato. Kwamba kama una jambo fulani hebu liweke katika namna ya kuliuza. Na watu wataweza kukulipa. Kwa mfano kama mimi ninafanya pia shughuli za ushairi, ni mshairi. Hii ni zaidi ya miaka 15 sasa hivi. Na ushairi pia kuna watu wanaokuja ninatengenezea mashairi na ninayauza. Acha bwana. Na nafanya na unatibu binadamu. Natibu binadamu.
Na unaelimisha umma. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo Mungu amekusaidia kuwa navyo, tafuta namna kukitengenezea bidhaa au huduma na watu wakakusaidia. Inawezekana isiwe leo ukayaona matokeo, lakini ukiwa na huo mchakato baadaye inakufungulia fursa nyingi sana. Na uzuri siku hizi pia tuna fursa za mitandao ya kijamii. Unaweza kaa page yako ikawa ni ofisi yako nzuri tu ikakusaidia, au WhatsApp group. Inawezekana usipate matokeo leo, yani lazima ukubali kwamba kuna muda utatulia, yani utatumia ili kutengeneza hayo matokeo. Lakini kwa sasa hivi nafikiri tuna fursa nyingi sana za kuweza kutengeneza vipato. Ukiwa katika huo mtizamo sasa, maana ni hapo itakuwa issue ni mtizamo kubadilisha. Lakini mimi naamini ukiweka kwenye mtizamo na kubadilisha hayo inawezekana. Na kuzungukwa na watu, yani kwa kweli mimi nashukuru, yani kuzungukwa na watu ambao unaona wanafanya kitu, ina mchango mkubwa sana. Nafikiri ndio maana pia hata wazazi walikuwa wanakuwa wakali sana wakiona huko na kundi fulani la watu ambao ni wabaya, maana unajua baada ya muda na wewe utakuwa kama wao. Kwa hiyo nafikiri ile inaendelea kufanya kazi hata kwenye maisha sasa hivi. Kwa hiyo ukiwa na watu fulani hata masuala ya usomaji wa vitabu. Kwa wakati mwingine kusoma vitabu mwenyewe inakuwa ni ngumu sana. Lakini ukiwa na watu unaona mambo yanaenda. Kwa hiyo pia watu ni wana umuhimu mkubwa sana, yani nguvu kubwa sana. Sio kila siku kuna watu wanaongelea matatizo ya ndoa. Yani lazima leo utaingia. Lazima utaingia tu kwa sababu watu na wewe utaanza kuiongelea vibaya. Yani hiyo kitu inafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kuzunguka na watu, jenga hiyo tabia kuweka akiba. Mwanzoni mtu unaweza ukapata shida kwamba leo umeweka baadaye umevunja. Usikate tamaa kwa sababu tabia uko nayo hiyo. Ni kama unaacha kitu ambacho ulikuwa umekizoea. Kwa hiyo uwezi tu kwamba ukasema mambo yatakuwa yamenyoka. Kama unaenda gym. Kama gym kama unaumia utauli. Kwa hiyo baadaye unazoea. Kwa hiyo ukijipa muda baadaye unakuwa vizuri, baadaye unakujikuta umeshakuwa hata guru kwenye kufanya vitu kama hivyo. Perfect. Kwa wewe ambaye unasema mimi nataka nijifunze nataka kuwekeza lakini sina njurugu, basi nafikiri Dr. Raymond amekusaidia hapo. Katika nani? Dr. Raymond, wewe nadhani umebezi zaidi kwenye ili soko la mitaji na fedha. Fursa zipi za uwekezaji zipo huko? Kwanza maana ukishaongelea hizi fursa za mitaji na fedha tuna yani kidogo watu huwa wanajiweka pembeni, wanahisi kama ni kwa ajili ya wasomi fulani, kwa ajili ya watu fulani wenye elimu sana. Yani mtu anaona kama ni kitu kigumu sana kukifanya. Yani ni kweli, au ni kwa ajili ya wahasibu au mabankers au watu wanaodili na number statistics wale. Lakini this is a doctor. Huyo ni daktari wa binadamu ambaye anafundisha hiki kitu kuliko hata wahasibu wenyewe. Nafikiri kwa sababu labda utueleze hili soko la mitaji na fedha ni nini? Unapogusia masuala ya mitaji na fedha, wengine wanasema mitaji na dhamana. Katika lugha ile nyepesi, nianzie na mfano wa kama mtu ambavyo anaenda sokoni. Unapoenda sokoni kununua bidhaa nyingine kama za kawaida za manyumbani. Sasa unapokujia soko la mitaji na dhamana na yenyewe na bidhaa zake. Tukianzia hapo kwenye soko la mitaji na dhamana na bidhaa kama hisa. Tutakuwa mtu amewahi kusikia masuala ya hisa, lakini pia dhamana ni kwa maana kwamba tuna masuala yanayoitwa hati fungani. Hizi ni moja ya bidhaa ambazo zipo katika masoko haya. Lakini pia unaweza kukutana na bidhaa kama masuala ya amana za kifedha, watu wamezoea kuziita fixed deposit. Lakini pia nyingine ukitoka hapo kuna masuala pia ya mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Nadhani nikianzia hapo itakuwa ni rahisi zaidi kwa mtu. Lakini pia kuna masuala ya fedha za kigeni na yenyewe hapo forex. Na hizo na yenyewe ni maeneo hapo.
Lakini unapogusia masuala ya hisa, ya hizi hatifungani, mifuko pamoja ya wekezaji, ni vitu ambavyo kwa siku hizi za karibuni, si chini ya miaka 5, kwa kweli tupongeze watu ambao wamepushi kuweka elimu kwa jamii. Yaani kila mmoja amefanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha kuhusu hizi product. Kwa sababu zamani watu tulikuwa nafikiria mkisema hisa ni kwa ajili ya mabilionea. Lakini mimi nimekuja kujua hisa kumbe unaweza nikaanza hata na hisa 10. Nilishangaa sana kumbe kwa nini miaka hiyo yote sikuweza kufahamu. Kumbe tu kwamba tunafikiria kwa masoko haya basi lazima niwe na mamilioni. Hapana. Unaanza na kidogo, unakuza hiyo tabia, baadaye siku Mungu atakusaidia, utapata hela nyingi, utaweka zaidi. Yeah. Kwa hiyo ili soko lina hizo bidhaa ambazo nimezitaja, ambazo masoko haya yana faida kubwa sana katika nchi. Na katika nchi mbalimbali zina masoko haya pia. Kwa Tanzania ndo tuna hii Dar es Salaam Stock Exchange. Lakini ukienda Nairobi wana Nairobi Stock Exchange, ukienda Uganda wanayo, ukienda Somali wanayo, ukienda South Africa, yani ukienda pia hata Marekani wanaiza New York. Kwa hiyo ni masoko ambayo yapo na yanasaidia watu, yanasaidia kampuni kupata mitaji, yanasaidia wawekezaji wadogo kutumia kama fursa za kuwekeza. Lakini pia yanasaidia hata katika masuala mbalimbali ya urekebishaji wa mifumuko ya bei katika nchi. Kwa ni masoko yenye tija kubwa sana. Lakini pia ni masoko ambayo yanamsaidia mtu kwamba bidhaa yake aliyoipata, hisa, hatifungani, inaweza ikawa ni dhamana, yani kwa maana anaweza katumilia kama sehemu ya kukopia kwenye taasisi za kifedha. Kwa mfano kuna hisa pia inaweza zikatumika kwa ajili ya kukopa. Kuna hizi hatifungani za serikali watu wanakopa kwenye mabenki. Kwa yote inaweza ikatumika. Lakini pia inaweza ikatumika sehemu kama ya kuendeleza utajiri katika vizazi. Kwa maana hisa pia inaweza ikahamishika kwa kizazi kingine. Hatifungani pia inaweza ikafanya hivyo hivyo. Lakini pia unaweza ukawawekezea watoto hizi hatifungani, hisa. Unaweza ukafanya hivyo. Na katika soko letu la hisa kuna kampuni sasa hivi 28 kwenye soko la hisa. Na kuna kampuni katika sekta za kifedha, kuna NMB, kuna CRDB, kuna Mkombozi Benki, kuna Maendeleo Benki, kuna Mkoba, kuna DCB. Hizo ni sekta za kibenki. Lakini kuna kampuni ambazo wenye uwekezaji. Kuna Nicol, kuna Afriprice. Yeah, lakini kuna makampuni kama TBL, TCC. Kwa hiyo kuna makampuni mengi ambayo kwa mwekezaji unapowekeza lazima ufahamu kampuni inafanya kitu gani, bidhaa yake ni ipi, taarifa zake za kifedha zikoje, faida yake zikoje, uongozi wake ukoje, ili unapofanya uwekezaji usifanye uwekezaji ambao haujui kwamba unawekeza eneo gani. Na uwekezaji wote lazima ufahamu unapowekeza wanatengenezaje faida. Yaani ni muhimu sana. Kwamba hii ni kampuni nawekeza, wengine wanapenda kuita business model yake ikoje. Hii itasaidia sana kujikuta kwamba hauingii kwenye uwekezaji ambao unaingia hasara. Na tumeona wawekezaji wengine unakuja mtu anahamasisha uwekezaji lakini ukimuuliza unatengenezaje faida? Watu wanakuaga wakali hapo. Ndio maana zile quick schemes zinakulaga sana hela za watu ile kwamba weka leo 200,000 kesho 400,000. Lakini ukiuliza business model ya hii kitu ni nini? Mtu anakuwa anaficha. Kwa hiyo ni vikanuni vichache ambavyo mtu unaweza kuvitumia ili usiingie kwenye hizo heka za kukuta unapoteza pesa yako. Lakini pia kuja kwenye hatifungani na yenyewe soko sasa hivi limekuwa kubwa sana. Kuna hatifungani za serikali hizi, hatifungani ndefu, hatifungani fupi, lakini kuna hatifungani za makampuni sasa hivi. Hatifungani ni nini? Hatifungani katika lugha nyepesi ni kwamba taasisi au serikali inapotaka kupata pesa, njia nyingine moja hapo ni kukopa kwa jamii au kukopa kwa umma. Hii pesa inakuwa serikali inaipeleka wapi? Sasa mara nyingi hatifungani zote zinapokuwa zinaombwa kwa maana serikali au taasisi ni kwamba hii pesa wanaoiomba huwa
ni kwa ajili ya miradi mbalimbali. Inawezekana kuna ujenzi, kama ni taasisi, kama ni benki, inawezekana ina mradi inataka iwekeze. Kwa lazima, na nyingi hatifungani lazima waga zinatoaga malengo pale. Kama mtu anaangalia hata hatifungani za serikali zinakwambia ni kwa ajili ya nini. Na hata hatifungani za makampuni zitakwambia kwamba tunakusanya hiki kiasi cha pesa kwa ajili ya nini. Kwa hiyo ni muhimu pia kujua kwamba wanawekeza kwa ajili ya nini, ili kujua kwamba wewe kwenye kuponi zako utakazokuwa unalipa magawio ujue kwamba alikowekeza kuna uwezo wa kukurejeshea. Kwa lazima hatifungani wote lazima iwe na malengo ya kwamba tunakusanya hicho kiasi, tunaenda kuwekeza sehemu fulani. Lakini kwa makubaliano kwamba wewe uliyetukopesha tutaenda katika muda fulani. Ndio maana hatifungani zote zina ukomo wa muda. Tukuta siku na miaka 5, 10, 7, 25, lazima ziwe na ukomo na muda. Lazima pia zitoe kwamba tutakulipaje. Je, tunakulipa kila baada ya miezi 6, miezi 3. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu kuviangalia. Lakini pia lazima ikupe kwamba tutakuwa na kulipa kwa kiasi gani, coupon rate yake ni kiasi gani. Lakini pia ukija kwenye hizi hatifungani, ndio sasa hivi kuna ukubwa sana hizi hatifungani. Yaani katika hii miaka 5 tu iliyotokea hapa zimekuwa za nyingi. Mabenki mbalimbali yamekuwa yameleta hatifungani. Lakini pia hadi kuna hatifungani ambazo zinafuata sheria za kiimani, Islamic bond hizi, au wanaita sukuk. Kwa maana ni hatifungani ambazo wengine uwekezaji wao wanatamani uende katika misingi ya kiimani. Kwa hiyo inawapa pia fursa wao kwamba okay, mimi nataka niwekeze. Kwa hiyo unakuja kuona product ni nyingi sana sokoni. Lakini ukitoka hapo kuna mifuko pamoja uwekezaji. Yaani bidhaa ni nyingi sana. Sorry. Kwenye hatifungani hapo umeongelea za muda mfupi ni miaka mingapi na muda mrefu ni miaka mingapi? Kwenye hatifungani za serikali ambazo zinasimamiwa na benki kuu. Kwa maana hatifungani fupi ambazo ni treasury bills na hatifungani ndefu ambazo ni treasury bond. Hizi hatifungani fupi mara nyingi ukomo wake ni ndani ya kipindi cha mwaka mmoja au siku 364. Hizo ndo treasury bills ambazo hatifungani fupi ambazo mara nyingi unakuta taasisi kama za mabenki wanapenda kuzitumia, au yani kwa sababu uwekezaji wake huko ni zile hela ambao hazikai muda mrefu sana. Ndio maana baadhi ya mifuko ya pamoja ya uwekezaji wanapenda pia kuwekeza kwenye treasury bills kwa ajili ya kupata ukwasi. Kwa maana wawekezaji wanapohitaji pesa yao hiyo urahisi wa kuipata, muda wake kwa hiyo ni mfupi. Lakini treasury hizi hatifungani ndefu ni zina miaka 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25. 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25. Alright. Kwa maana yake kwamba hii ni ukomo wake wa kuiva, hii hatifungani ni huo muda. Na labda ungesema, yani unajua kuna mtu ndo anasikia leo kitu kinaitwa hatifungani, au pengine anakisikia lakini hakijui kwa undani. Unaposema hatifungani inaiva unamaanisha nini? Kuiva kwa hatifungani ni kwa maana kwamba kama ni ya miaka 2, ile pesa ambayo uliwekeza kipindi unaipata hiyo hatifungani, kwa sababu kuna minada ambayo inatangazwaga na BOT na kuna kalenda yake. Kwamba kama mfano labda niliweka milioni 2 kwenye hatifungani labda miaka 2. Itakapofika miaka 2 nitarudishiwa kiasi nilichokiweka na zile kuponi za huo mwaka. Kwa kama niliweka milioni 100 hivyo hivyo nitarudishwa kile kiasi nilichokiweka. Ndio maana tunasema inaiva huo mwaka. Lakini pia sio lazima uisubirie miaka 2, 5, 25. Mwingine atasema nimeweka miaka 25, mbona nitakuwa nimezeeka nimefanyaje? Unaweza pia ukaiuza kupitia soko la upili. Yaani kwa maana soko la hisa. Secondary market. Sio lazima usubiri miaka 25. Unaweza ukaiuza kule pia kupitia dalali wa soko. Kwa hiyo naweza nikitaka kununua hatifungani. Ukitaka kununua hatifungani kwanza lazima upate ile BOT CDS account. Kwa maana hii unaweza kupata kwenye mabenki, lakini pia dalali wa soko. Ni fomu ambayo itahitaji ujaze, utaweka TIN number, taarifa zako, taarifa za kibenki kwa ajili pia kupata zile coupon au zile gawio. Kwa hiyo ukishaifungua hii, cha pili ni kuwa na kiasi cha pesa hiyo ambayo unahitaji uwekeze. Hatifungani fupi kiwango cha chini ni 500,000, ndefu kiwango cha chini ni 1,000,000.
Kwa hizi ambazo umetumia za muda mfupi bills ndo 500,000. Mimi kiwango cha chini. Alafu hizi ndefu kuanzia miaka 2 kwenda juu ni lazima uanzie kwenye milioni 1. Si ndio? Sasa katika kipindi hiki ambacho mimi niko na ile hati fungani. Kabla iive, sitakuwa nalipwa kitu. Yes. Si ndio? Utakuwa nalipwaje? Okay, mara nyingi hati fungani ndefu zenyewe zinalipa kila baada ya miezi 6, hizi za serikali. Kila baada ya miezi 6 na kwa hizi ndefu au fupi? Ndefu. Yes. Okay. Na nyingi ndefu nafikiri ni nzuri kuwekeza. Kwa maana ambapo kila baada ya miezi 6 utakuwa unalipa. Na uzuri ukishakuwa, kwa hiyo tuseme hivi, kama nimeweka milioni 100 kwenye hati fungani. Yes. Nikachukua miaka 25. Kwa katika hii miaka 25 nitakuwa nalipwa, let's say labda rate yake labda ni milioni, labda ni 12.5. Yes. Kwa mimi nitakuwa nalipwa milioni 1,250,000 kwa mwaka. Yes. Kila mwaka. Yaani tufungane zilivyo kwamba katika hiyo amount ambayo tumeiweka kama tu makadirio kwamba kila baada ya miezi 6 utakuwa unalipwa half ya hiyo. Kila baada ya miezi 6. Kwa wataigawa hii milioni 1,250,000 mara 2. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 25 na ule mwaka 25 utarudishwa hiyo milioni 100 yako. Kwa kila baada ya miezi 6 nitakuwa nalipwa 625,000. Kila baada ya miezi 6. Na mwezi wa mwaka ukitimia itakuwa imetimia 1,250,000 kila mwaka. Yes. Na bado ikiiva nitarudishiwa hela yangu na coupon. Yaani ule mwaka wa mwisho utapokea kuponi 2 na hela yako. Sawa sawa. Yes. Na wengine wanapenda sana kutumia hati fungani kuzichezesha kwenye tarehe za ulipaji wa ada. Kuna familia ambazo zimejitengeneza kwamba wanategesha kwamba hizo hati fungani zangu mwezi wa Januari na ile wa 6 ndio zitakuwa zina clear ada. Kwa hiyo anakuwa hangaiki. Kwa kama ameweka miaka 20 ngapi, yani hilo swala ada. Kwa hiyo tuseme unapigia ada ya mwanao ni shilingi ngapi? Yes. Kwa mwaka labda. Si ndio? Alafu unachukua equivalent amount. Yes. Una invest kwenye hati fungani. Yes. Alafu zile coupon zitakuwa zina clear. Ndio zinakuwa, kwa hiyo wewe ada sote. Yani mtoto anaweza akasoma miaka 25 kweli. Yaani unaona anaweza sio, lakini unakuta kwamba hiyo la miaka let's say la kwanza 7 ni ngapi hiyo? 7 4 11 haifiki 25. Kwa unakuta bado wewe utaendelea kulipwa. Yes. Kwa hiyo kuna watu wameamua kuchezesha namna hiyo. Na yenyewe ni kama ni strategy fulani ambayo mtu ameamua kuiweka hiyo jedwali lake. Kupunguza stress pia. Kwamba ni ndio maana sasa tufungani pia ni moja ya mipango ya vipato tulivu. Yes. Ambapo unahitaji kufanya kazi tu tarehe zako zile zikifika naona kuingizia kwenye benki. Na kwa kweli ni wazungu sana ndugu zangu. Hawana Uswahili. Yaani ikifika hiyo tarehe ni nding. Yaani unaja kupiga simu kama unamdai mtu. Ikifika hiyo tarehe rest assured hela yako itakuwa kwenye account. Na uzuri wa tufungani hata ukija kwenye level za risk assessment tukiziamua kuzipima hisa mifuko pamoja ina kiwango kidogo sana. Na ndio maana unaweza watu wengi sana wanaipenda kwa sababu ya security. Wanaikopea pia. Wanaikopea. Kwa hiyo advantage nyingine ni hiyo ya hati fungani kwamba unaweza inakusaidia kulipa ada, lakini unaweza ukaikopea pia. Unaweza nyingine pia mtu anaweza akatumia kama njia. Wengine wanapenda kutumia kwamba zile coupon anazozipata anafanya reinvestment ya maeneo mengine. Kwamba nikipata hiyo basi naenda kununua hisa. Kwa kuna muda mtu anatengeneza jedwali lake la uwekezaji ambalo hatumii nguvu kubwa. Wewe unaona tu anawekaga. Kwa baada ya miaka na kuna rule zile za kama rule of 72 kama sijakosea ambao uwekezaji wako unajidabo baada ya muda fulani. Yes. Anaamua tu unachukua 72. Yes. Unagawa kwa rate husika. Kwa unakuta unapata
Hii rule nilielewa sana. Kwamba miaka mingapi uwekezaji wako utadabo. Kwa mtu mwenye miaka 20 kuna namna sehemu ikifika tayari anarudisha. Twende taratibu kwa sababu tunaelewa mimi na wewe. Ila huyu anayetutazama anaweza kawa haelewi. Hii kanuni inaitwa kanuni ya 72. Yes. Labda tuiite hivyo, the rule of 72 kwa Kiingereza. Maana yake ni kwamba inafanya kazi kwa namna mbili. Moja inaweza katika uwekezaji, nyingine hata katika mikopo. Inakusaidia kwa pande zote mbili. Kwenye mikopo ukichukua umeenda kukopa wewe, let's say kwa riba ya 10%, ukichukua 72 ukigawa kwa 10 unapata 7.2. Kwa maana usipolipa mkopo wako ndani ya miaka 7 na miezi 2, mkopo lile riba unalolilipa linaanza kuwa mara 2. Si ndivyo Yes. Lile riba lile unalolilipa kwenye mkopo linaanza kuwa mara 2. Kama ilikuwa ni milioni 2 inaongezeka. Inaweza ikawa 3, inaweza ikawa 4, inaanza kudabo. Kwa hiyo ni muhimu sana unapochukua mkopo aka kanuni ukaweke hapa. Kwamba huu mkopo nachukua kwa 10%. Je, nikiulipa ndani ya miaka 5 una advantage kwako kwamba hautalipa madabo riba. Lakini anachoongelea Dr. Raymond kwenye uwekezaji pia iko hivyo. Kwamba unaangalia ile faida yako ya uwekezaji inaanza kudabo baada ya muda gani. Simple. Chukua 72 gawa kwa 10% hiyo ambayo umeambiwa ni ndo itakulipa per annum ya uwekezaji. Alafu utapata muda ambao uwekezaji wako utaanza kudabo. Yani kwa maana ya zile faida zinaanza kudabo kwenye uwekezaji wako. Tunaassume kwa kiwango hicho kama uliwekeza kwa mkupuo. Yes. Kwa mara moja. Kama umewekeza labda kwa mara moja milioni 10 kwa unachukua 72 unagawa, utaona kwamba baada labda ya miaka 7 ile interest unayoipata katika uwekezaji wako inaanza kujump. Nafikiri imeeleweka sana. Kama kuna mtu hajaelewa hati fungani basi weka swali hapo. Tutarudi tena ili tukuelezee mpaka uelewe. Basi utaweka comment kwenye maswali ili Dr. Raymond aweze kwenda kurudi. Tuende kwenye kipengele kingine. Mimi nitaka tu watu waelewe hapo. Yeah, okay. Pia tuna hizi hatifungani kuna hatifungani ya manispaa Afu hizo nazisikiaga hizo. Municipal bond. Sijawahi kuzinani sana. Ilitolewa na Tanga, mamlaka ya maji Tanga Uwasa bond. Lakini tuna hatifungani za miundombinu, infrastructure bond. Yeah, lakini pia tuna hatifungani za makampuni sasa, yes. Mabenki ambazo tunazisikia sana siku hizi. Yeah, ambapo kwa kutaja mfano CRB walitoa kijani bond au green bond. Kuna Azania pia nilisikia bondi yangu. Kuna Sukuk. Alafu kuna NBC pia walikuwa na trigger bond. Kuna NMB, kuna Jamii, Jasil bond. Yeah, sasa pia Tanzania Commercial Bank wana Stawi bond ambao ndio imetoka juzi tu. Kwa hiyo unaona pia na yenyewe hatifungani za makampuni ziko nyingi. Kwa hiyo kuna umuhimu sana. Na ukienda kwa dalali anakuambia unazikuta, yani sio kitu kwamba unaanza kutafuta huku na huku. Ukienda tu kwa dalali, mimi nataka bond, wapi unataka? Serikalini au private? Nataka private, anakupa list. Kwa unachagua mwenyewe. Kwa hiyo soko ni kubwa la hatifungani. Na ni nzuri. Hizi za manispaa zinakuaje? Municipal bond manyingi ni zile ambazo ni hatifungani ambazo manispaa husika huwa inakusanya pesa kwenye hiyo manispaa kwa ajili ya kuwezesha miradi ya kimanispaa. Kwa mfano kama Tanga ilikuwa ni masuala ya kuongeza wigo mpana wa masuala ya maji huko Tanga, ndio maana kaita Tanga Uwasa bond.
Kwa hiyo pia ni njia pia nzuri ambao manispaa mbalimbali zinaweza zikaja na ubunifu kwamba sisi tunakuja na bondi yetu, labda tunahitaji kufanya uwekezaji sehemu fulani. Kwa hiyo kama ni manispaa ya Tanga, na maana mimi wa huku siwezi access. Unaruhusiwa. Kwa maana kwamba mtaipata wapi information? Kwa mfano mara nyingi hatifungani yoyote. Lazima itoe tangazo kwa umma inapoingia. Lazima itoe kwamba umma yani kunjia vyombo vya habari, magazeti, kwamba kuna hatifungani hii na inahitaji kukusanya kiasi hiki, coupon rate yake ni kiasi hiki, itakomaa kwa muda gani, kila kitu, yani maelezo yote ya muhimu. Lakini pia lazima itakuwa imeambiwa imepitishwa na ile mamlaka ya mitaji na dhamana, kwa maana Capital Market Securities Authority, CMCA hiyo. Kwa maana lazima hiyo imetoa kibali kwamba bwana wanataka kukusanya kiasi hicho. Na ukishakusanya lazima pia urudi kwa umma kwamba tulitoa lengo letu la kukusanya bilioni 5. Tumekusanya kiasi hiki na hii hatifungani itakuja kuorodheshwa kwenye soko la upili. Kwa mfano wameweka lengo la kukusanya bilioni 1. Ndio. Mwitikio kawa mkubwa wakakusanya bilioni 2. Inakuwaje hapo? Wanatangaza afu hatifungani zote waga zinazidi malengo. Yaani kwa mimi ambao niufuatilia hatifungani zote zinazidi malengo. Na nataka nikuulize. Katika manunuzi huwa kuna vile vitu vinaitwa par value, kuna under value, na kuna over, something like that. Sasa nitaka nijue hii hatifungani huwa inapanda na kushuka bei na yenyewe sio kushuka, ama kile kinachotokeaga pale ni nini? Yaani kwa maana kwamba wakati mwingine, kwa sababu si par value hatifungani inauzwa kwa shilingi 100, si ndio? Hiyo ndo yani standard. Yes. Kuna mlo unaweza wengine wananunua 105. Wengine wananunua 104. Yani hapo inakuwaje hapo? Kwa mfano hapo unavugusia nyingi ni kwenye hatifungani za serikali ambazo zinaendesha minada. Hizo nyingine za kampuni sionage kufanya minada. Hizo sio nini tu. Hizo za serikali ambazo zinafanya minada, ushiriki wa nyingi wa minada unafanywa kwa kupitia hao ambao wamepata nafasi ya kufanya kwa niaba ya mwekezaji. Ni dalali au ni benki husika. Kwa maana inahusika kwenye hiyo minada. Ambapo ushiriki wa minada unashiriki kwa zile bei. Kuna bei za aina 3. Kuna bei yenyewe katika hiyo 100 kwa maana tipa, na kuna bei zaidi ya 100 premium price, na kuna discount. Sasa lakini siku hizi naona ni watu wengi wananunua at premium, yani kanapanda kidogo. Inategemeana pia na ni wakati gani hatifungani hiyo inanunuliwa, mazingira ya soko ya nini kodi. Kina drive ile? Kwa mimi ambavyo naweza nikashare labda ni ninachokiona mara nyingi kwamba kuna wakati mwingine inategemeana na appetite ya wawekezaji wenyewe, wakati mwingine pia appetite ya serikali ilivyo, hali za uchumi wakati huo. Vyote vinaweza vikachangia. Na pia ile coupon rate ambayo ipo wakati husika. Kwa mfano coupon rate kama zile za 15, watu wengi wanazipenda 15. Ni nzuri. Yani unakuta hata wakati mwingine minada yake inakuwa ina watu waliotuma maombi ni wengi kweli. Ni nzuri zile zinavutia. Kwa hiyo nafikiri pia kwa kila mtu anahakikisha hapate. Kwa hiyo muamko watu wakiwa wengi na maana kununua at premium ni kitu cha kawaida. Yani kwa maana ikawa 110. Kusema at premium kwa maana kwamba watu wako tayari kununua hata kwa bei ambayo iko juu. Iko juu. Ndio maana utazikuta at premium price. Mimi wale wachuuzi mara nyingi wanatamani wapate at discount. Mimi ningependa upate kwenye kabei ka 90 hivi. Alafu upata bei ya 90 lakini ita value kwa zaidi ya milioni 1. Exactly. Kwa wengi wale ndio wanatamanigi wacheze hapo. Lakini siku hizi kupata at discount I say kwa kweli utakuwa wewe ni mwamba sana. Yaani utakuwa kuna kitu umefanya kwenye ulimwengu wa roho labda. Kwa hiyo nafikiri pia masoko yatakapokuwa yanaenda tutakuwa tunaona, kwa sababu sasa pia kuna mabadiliko mengi ambayo yako ya minada. Zamani tulikuwa tunapata ile kalenda ya mnada ina coupon rate kabisa umeziona, lakini sasa hivi coupon rate inakuja nafikiri 1 week kabla ya kwenda kwenye mnada.
Unakuwa kuna ile tangazo unalipata. Kwa kuna mabadiliko ambayo tunaweza tukawa tunaendelea kuona minada inavyoenda, mwitikio wa watu, uelewa wa watu, vitu vyote vinafikiri vikiwa pamoja vina affect mambo mengi. Alright. Sawa. Nimekaa sana kwenye hati fungani kwa sababu sijawahi kuleta mtu akaingia deep zaidi kwenye swala zima la hati fungani. Tuende kwenye fursa nyingine, nafikiri ni mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hii nayo iko mingi. Tulianza na UTT AMIS ambao huu ndo mfuko mama actually. Mfuko mama nafikiri sasa hivi ni more than miaka 22 sokoni. Na unafanya vizuri sana. Nafikiri ndo mkongwe, nafikiri na hata kiwango cha ukusanyaji kikubwa, na last time kabla trilioni 2 nafikiri imefika. Kwa hiyo ni mfuko ambao umetengeneza njia. Lazima tushukuru kwamba umefungua njia. UTT AMIS ambayo ina almost mifuko 6. Kuna watoto fund, kuna umoja fund, kuna Nyikim fund, kuna ukwasi au liquid ambao na most is a popular. Lakini kuna wekeza maisha, kuna hatifungani, Nyikim, hatifungani au bond fund. Kwa wana mifuko 6 kwa kifupi. Na ni vile kwamba kwenye nchi yetu mifuko pamoja ya uwekezaji ni kitu ambacho sasa hivi ndio kimekuwa very popular, lakini ukienda Kenya wana mutual funds nyingi sana. Kenya, ukienda pia Uganda, ukienda pia Zambia, mutual funds. Kwa kwetu sisi tuseme ndo yani siku za karibuni hapa ndo kwa kweli pamechangamka sana. Yani kwa maana zile private companies zimeongeza. Kwa sababu ukija kwenye zile ambazo zinaongozwa na government ndio tuna UTT na Faida Fund, Watumishi Housing Investment. Kwa maana kwenye mifuko pamoja ya uwekezaji. Lakini nyingine ambazo zimeongezeka sasa hivi ni kutoka watu binafsi, kwa maana private, ambao wote wakiwa kwenye soko wanaongeza chachu kubwa. Kwa hiyo tuna UTT sasa hivi, tuna Faida Fund hiyo chini ya Watumishi Housing Investment. Tuna mifuko ambayo imetoka kwa madalali wa masoko, kwa mfano tuna Zani Securities wanatimiza fund, Inuka pia Orbit Securities wanainuka fund, wana sasa hivi Index Dozen Fund. Kuna Vertex International Securities na yenyewe wameleta ambao soon tumetoka hiyo ETF na bond. Hivi ile nayo inakuwa termed kama mutual fund ni mutual fund. Except yenyewe inawekeza kwenye hisa. Kwa maana kaplao tu wameamua weke kwenye hisa. Lakini mengine huko kaplao wameamua tununue kwenye amana za mabenki, tununue kwenye hisa, tununue kwenye hatifungani. Kwa Mtanzania mwenzangu, yako maeneo mengi sana ya kuwekeza. Ni kwamba tu wewe hujajisogeza karibu na watu kama hawa ambao wenyewe wana muda wao mwingi wanatumia katika kutizama haya mambo kwa upana zaidi ili wewe upate kusaidika. Sasa Dr. Raymond, kwa kumalizia, ningependa mimi sasa ndo nishajua hisa, DSE, nishajua hatifungani, ninajua hayo mamifuko ya uwekezaji wa pamoja. Nafanyaje, yani najigawaje sasa ili niweze kuwekeza vizuri? Yani nimekuja na hela kwa mfano, lakini sasa sielewi yani niweke kwenye hisa, niweke kwenye hatifungani, nifanyeje yani? Kuna mambo kadhaa ambayo mimi naonaga kama ni mwongozo mzuri. Nitayagawa kama kwenye maeneo mawili au matatu. Eneo la kwanza linamhusu mwekezaji mwenyewe. Ambapo kwenye mwekezaji mwenyewe kwanza lazima ujue malengo yako. Malengo yako ni nini kuhusu kwenye uwekezaji? Na unapowekeza unataka uwekeze kwa ajili ya jambo gani? Kwa sababu hiyo itakupa picha. Kwa mfano kama nataka niwekeze kwamba na mwezi wa 12 nataka nifanikishe jambo langu, au nijenge nyumba, kwa kuna sehemu ambapo nitahitaji niwekeze hiyo hela, lakini nitakapohitaji niweze kuipata. Kwa hiyo kuna baadhi ya wawekezaji ambao unatakiwa uwekeze hivyo kwamba utakapohitaji uweze kupata. Na hiyo inaweza kusema kwamba inafaa uweke hata kwenye uwekezaji hapa kwenye mifuko pamoja ya uwekezaji, kwa sababu kuna urahisi wa ukwasi. Kwa
Kwa maana nikihitaji leo nitauza vipande nitapata. Lakini ukija kwenye maeneo mengine kama hisa tufungani, nitakapohitaji pesa lazima nimpate anayenunua. Na ukikutana na bahati mbaya hakuna anayenunua hapo sasa. Kwa hiyo lazima mtu aweze kufahamu kwamba sasa hii hela yangu naiweka kwa muda gani nitahitaji. Kwa kama kuna ukwasi ni nzuri kwenda kwenye mutual funds. Au umeweka ni jambo la dharura. Huwezi kusema leo umepata dharura afu uhangaike usiku na hatifungani au hisa. Ndio maana pia hata kwenye masuala ya dharura zinakuja hadi zile za deposit za kwenye simu, vibubu sijui. Kwa maana kama unapopata jambo la dharura wakati mwingine hela inahitajika hapo hapo. Hautaanza kufikiria kwamba na fungani za milioni 100 wakati unaweza hata zisikusaidie. Lakini hela ambayo utaiweza kupata unayo sasa kwa karibu. Kwa hiyo ni muhimu. Kwa mfano kama mtu anaweka uwekezaji wake, anaweka kwa ajili ya dharura, afikirie uwekezaji ambao ni rahisi kupata pesa. Yaani hela ukihitaji ni rahisi. Hapo hapo. Kwa mfano ukiweka kwenye simu ni swala tu la kucommand. Toa pesa inaingia kwenye M-Pesa yako au Tigo. Na aisee tumerahisishiwa sana. Sasa hivi tusiweke hela kwenye vibubu bana. Imepitwa na wakati. Kwa hiyo ni kama huna dharura weka kule, dharura ikitokea toa, wakati umepata kafaida pia. Kwa hiyo ni muhimu. Lakini pia kwa mfano mwekezaji ana malengo ya kukuza mtaji wake. Uwekezaji kwenye hisa ni mzuri. Lakini inabidi aipe timeline. Kwa hiyo lazima ikuwe na long term. Sasa siwezi kusema leo nimenunua kampuni Jumatatu alafu Ijumaa nauza. Unakuwa hujafanya kitu. Kwa kama una mlengo la mtaji, nashukuru Mungu kuna baadhi ya kampuni ambazo niliwekeza na nikapata hiyo return kubwa. Ambayo ilikuwa ni karibu nyingi ziko around ya duration ya miaka 2-3. Kwenye hisa lazima you at least 2 to 3 years. 2 to 3. Kwa hiyo pia inaweza kumfanya mtu lengo lake kwamba anataka kupata mtaji. Kuna mwingine anatamani kukua kama wachuuzi kwa maana yuko over profit kubwa. Ndio wale ambao wanaviziaga bei kwamba Januari nawekeza hela fulani, ikifika muda fulani kuna baadhi ya trend zikienda anauza. Matrader hao. Speculators. Speculators. Kwa mtu anaweza akafanya hivyo. Lakini kuna mwingine anasema bwana mimi malengo yangu binafsi sipendi niwe na pressure ya hela yangu. Ile mara hisa nimeambiwa imeshuka. Sio nini mwingine hataki. Kwa anaweza kusema mimi bwana niwekeze kwenye hatufungani. Hata kama napata ni fixed returns lakini najua hela yangu hainipi hiyo pressure. Au mwingine mimi napenda bwana niwekeze niwe naiona ndo nitawekeza by UTT, atawekeza hata hizo mifuko mingine pamoja uwekezaji ili awe anaangalia ile amount yake pale. Kwa hiyo pia mwekezaji mwenyewe anatakiwa angalie. Lakini nyingine ni risk appetite ya mwekezaji. Wewe uko kiasi gani na shauku au uwezo gani wa kustahimili pia hatari ya namna ya uwekezaji wako. Inachangia sana kwenye aina gani ya uwekezaji. Ndio maana watu wengine hadi wanaenda kwenye sarafu digitali kwa sababu ya risk appetite yao ni kubwa. Mwingine anasema mimi uko siwezi. Mwingine anakuambia mimi bwana nataka tu benki. Kuna wengine ambao hata ungewapa elimu mimi bwana niwe naiona benki. Ndipo hapo. Siwaelewagi. Nitakiwa tuwaelewe namna ambavyo mwingine atakwambia bwana mimi langu natunza bado kwenye kibubu cha mbao nyumbani. Ni kwamba tunakuwa hatuelewi. Unajua uwaelimishe kidogo basi. Mimi nikiongea watu wataniambia ile ninaongea sana. Ni muhimu pia kuconsider kwamba unapowekeza inflation, mfumuko wa bei. Yaani nikwambie ndugu yangu unapoweka hela kwenye kibubu chako nyumbani uitumii lakini nikuhakikishie thamani inashuka. Yaani hiyo 10,000 unaokuwa umeiweka tukija kwenye swala zima la mzunguko wa fedha kwenye uchumi inakuwa sio 10,000 inapungua thamani yake kulingana na mfumuko wa bei uliopo kwa muda huo. Kwa hiyo unapokuwa unaweka pesa kwenye kibubu unapoteza. Na ni muhimu sana unapokuwa unataka kuweka pesa sehemu yoyote ile kuconsider mfumuko wa bei. Nitawaribia watu biashara. Kwamba wewe unaenda sehemu unataka kuweka
milioni zako 5. Wanakuambia sisi bwana tunakupa ofa ya 3.5. Ukienda kule BOT mfumuko wa bei unakuta either uko 3.5 au zaidi. Ukikuta vimelingana au hiyo rate yao iko chini kidogo ya mfumuko wa bei, manake upati kitu. Manake upati kitu, yani hiyo ni hasara kwako. Ili uhesabie unapata kitu, chukua hiyo 1% unayopata, alafu toa mfumuko wa bei. Kinachobaki hiyo ndo gain unayopata wewe kwa kuwekeza pesa yako. Hicho tu. Kwa hiyo usiende ukaewa, yani mimi nikiona benki wananipa 4%, lakini mfumuko wa bei ni ngapi? Alafu sijachungulia muda. Sasa hivi sijui iko ngapi. Iko 3.5. Ina range more 3.5. Kwa maana yake ukiweka sehemu ikiwa inakupa maybe 12, ukitoa hiyo unapata maybe ngapi sijui. 12 toa 3.5, wana mahesabu mko hapo nyuma. Unapata 8.5. Umeona? Kwa hiyo ni gain yako. Hiyo ni kubwa. Lakini ukienda ukakwambia tunakupa 5 au 4, ina maana wewe gain yako ni 0.5. Maana 4 toa 3.5. Kwa hivyo ni vitu tu ambavyo unatakiwa wewe kama mtu ambaye unatafuta pesa, unatamani kutengeneza uhuru wa kifedha, uvijue. Usifurahie tu kuiona kwenye account. Tena bora basi hata wampe 3.5. Mwingine anafurahia tu kuiona pale kila mwezi wanakata kachaji, ana shida ni fresh, mradi tu akifungua pale akiangalia salio lake lipo, anakuwa na amani. Kwa hiyo ni muhimu pia. Kwa mfano pia vibubu hivi vya nyumbani, kuna hatari pia kinaweza kaibiwa, kuna ajali za moto. Wizi, dada akaja akakichungulia hapo. Wengine pia kuta siku anaondoka nacho. Ya chuma ulete, si kwamba aliweka afu akifungua. Hamna. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Mambo mengi tumerahisishiwa jamani. Tunashukuru sana Dr. Raymond. Lingine ambalo ni la mwisho kwamba kwa mtu mwenyewe ni muhimu kujua returns on investment. Kwamba unapowekeza wewe yani uwekezaji wako unakurejeshea kiasi gani. Ni muhimu sana. Yes. Kwa sababu hii itakusaidia pia kujua kwamba uwekezaji unaenda kuufanya kwa mfano mara nyingi tunajua kwenye tufungane za serikali ni 15 point. Ambao mara nyingi mbele kwa miaka 20 zinakuaga yani zina 20 ni 15.25. 25 ni 15.95. Huwa zinacheza lakini ukija kwenye hisa zinakuaga returns nzuri zaidi kubwa. Kwa hiyo ni muhimu mtu kuangalia ujiwekee margin yako ya returns. Mimi kama kitu kitakuwa zaidi ya 15 point nitawekeza. Kama kitakuwa below hiyo fursa naweza siwezi kuhitaji kila sehemu niwekeze. Na kuna gharama pia za kuwekeza kila sehemu, kwa sababu kumbuka pia kuna sehemu nyingine kuna managing costs zipo, transaction costs zipo. Kwa hiyo sasa mngeanza akasema naweka kila sehemu ili kutawanya hatari, lakini ukajikuta unaingia gharama ya vitu vingi kuwekeza. Mimi nishawahi kufanya hivyo, lakini kaona ninapoteza vitu vingi. Kwa hiyo bora ni concentrate eneo moja ambalo nimelifanyia analysis na nimeweka hela yangu. Lakini pia kutawanya lazima kuwe kuna bidhaa tofauti. Yaani utawanyaji sio kwamba eti labda leo nimechukua mfuko fulani wa taasisi hiyo moja mifuko 6 nimeweka mifuko 6. Hiyo sio utawanyaji. Maana ni taasisi ile. Kwa hiyo kuna mgenza akwambia mimi nimewekeza mifuko 6, unaambia mifuko ya kampuni gani? Ni eneo moja. Kwa lazima ziwe ni product tofauti. Kwa mfano mtu anayewekeza kwenye ardhi, hisa, hatifungani. Hivi ardhi nayo ni uwekezaji? Uwekezaji mzuri pia. Over time naweza ngapata return ya ngapi? Yani kwenye capital appreciation, ardhi pia ni moja ya kitu kikubwa. Na kuna watu wengine ambao wenyewe kwenye ardhi watoi, yani sio maswali tunaposema sio mitaji, yani hivi vitu ni kama kuelewi kabisa. Ila ukimwambia kuhusu ardhi
anaelewa sana. Lakini kuna umuhimu pia wa kuangalia product nyingine fanya kwa sababu pia ndio maana kwenye mtu husika kuna umuhimu sana wa kitu kinaitwa liquidity au kwasi. Sawa, leo nina ardhi, nikipata dharura naweza nikaiuza mteja wa papo hapo. Ndio hicho nitaka niseme. Kwa ni ngumu, ingawa kwa inaweza labda leo nimenunua ardhi labda milioni 1, baada ya muda imeappreciate hadi milioni 10, milioni 100. Sawa ina hiyo, lakini ninapohitaji kuichange kuja kwenye uwezo wa haraka. Kwa kweli kwa hisa ni rahisi. Kwa lazima hata vipande ni rahisi. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa ni muhimu sana hivyo. Lakini mengine ambayo kuongezea ni muhimu kwamba eneo unalowekeza upende kufuatilia hilo eneo. Kujua zaidi. Yaani kuna watu ambao wakishawekeza basi hawataka kujua. Kwa mfano kuna wengine wanakuta amewekeza kwenye mifuko ya uwekezaji ya pamoja. Yeye ameweka tu hela. Ila siku ya dharura ndo anaanza kuuliza hivi tunauzaje vipande. Anajiuliza sasa miaka yote mtu unawekeza hujui hata namna ya kutoa hela ambapo ulipoweka. Kwa unakuta mtu afuatilie au hata kuna matangazo jamani kuhudhuria mikutano ya wawekezaji labda afuatilie ripoti. Kwa hiyo kuna siku chote kitokea ndo anaanza kushtuka. Lakini katika wawekezaji wote ni muhimu kujua kitu gani kinachoendelea. Perfect. Jamani, huyo alikuwa ni Dr. Raymond Mgeni na amekuja hapa kuingia deep zaidi kwenye masuala ya uwekezaji hususan wa masoko ya mitaji na dhamana. Yeye anaita mitaji na dhamana, mimi naita mitaji na fedha. Kwa hiyo lakini ameingia deep na bila shaka kuna mambo mawili matatu umeyachukua, umejifunza na naamini ukichukua moja tu, yani usichukue hata yote. Moja tu. Wewe nenda elewa malengo yako, sema mimi nitakomaa na mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Basi afu tulia hapo. Ujione kwa pesa ya mwaka mmoja utakuwa umefika wapi. Au unasema mimi nitaweka kwenye hisa. Tulia hapo, afu jiangalie kwa pesa ya mwaka mmoja ukifanya kwa uaminifu na kwa muendelezo. Maana ni muhimu sana kuwa consistent ili uweze kuona matokeo. Let's see you in a year. Utakuwa umefika wapi. Kwa karibu sana Dr. Raymond. Asante sana. Hasa ni nafasi ya wewe kusema unapatikanaje katika mitandao ya kijamii, namba yako ya simu, watu wakihitaji kutafuta. Unaweza sauka kasema. Asante sana. Mimi most nakuwa active sana kwenye WhatsApp. Kwa hiyo nitashare my number ni 0676 559211 ya 0676559211. Kwa ukiweza kuni contact kupitia WhatsApp naweza tukaongea mengi kuhusu masuala ya wigo wa uwekezaji, lakini pia hata masuala mengine ya eneo langu la taaluma. Eneo langu zaidi la taaluma ni masuala ya afya na magonjwa ya akili. Kwa tupata nafasi pia hiyo naweza tukazungumza zaidi. Nashukuru sana. Nafikiri sasa itabidi urudi. Unajua tuambie mambo ya afya nashukuru sana kwa sababu jana ilikuwa tu ni maadhimisho ya kidunia ya masuala ya afya ya akili. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema upatikanaji wa huduma za afya ya akili wakati wa majanga na dharura. Na masuala ya uchumi pia yanaweza kawa ni majanga. Inaweza ikaleta mtikisiko wa afya ya akili. Unatikisika. Yaani kwa kuna vitu vidogo vidogo, kwa mfano masuala tu hata ya kodi na nini za nyumba zinakuwa tu ni mtikisiko. Hayo mambo mengine yatakuwaje? Kwa hiyo nafikiri lakini wewe utakuwa mshauri mzuri sana kwa sababu una hii elimu pia ya fedha on board. Kwa hiyo maana ukiwa ukikutana na mgonjwa una uwezo wa kutesti kwanza huku kujua nini kimeleta hii shida. Kwa sababu tunapodili pia na masuala ya afya ya akili, tuna vitu tunaugusia pia masuala ya kisaikolojia na kijamii. Na kijamii eneo la uchumi pia lipo. Watu wanavurugwa. Yaani akili inaweza ikavurugwa unapogusia masuala ya migogoro ya kiuchumi. Haswa, yaani kwa mfano kama nimalizie kabisa mwishoni, kwa mfano kama hata mtu ukiwa umetulia una hela afu ukapata message imethibitishwa. Hiyo kuna kala fulani. Mwili unachangamka. Yaani unajikuta umepata nguvu, yaani
ni kama kuna kitu kilisizi, lakini ilivyokuja kuna mipango pia iliyolala inakaa vizuri. Kwa hiyo mimi naamini pia masuala ya uchumi kwa mzuri, afya ya akili pia inakaa vizuri. Asante sana Dr. Raymond. Mimi naitwa Irene Kamugisha, nilikuwa nahodha wa kipindi chako pendwa toka tunaanza mpaka mwisho. Hujasubscribe, unasubiri nini ndugu yangu? Make sure umesubscribe, share na ndugu zako, usiwe mchoyo wa maarifa. Mpe na mwenzako aweze kujifunza ili aweze kupiga hatua zaidi kwenye maisha yake. Mimi naamini tukijifunza na kuelewa na kutenda, kwa kikubwa hapo ni matendo, sio kusikia. Ukishasikia, swali langu mimi, unafanya nini na hii elimu? Unatenda? Unaenda kuifanyia kazi? Unaenda kuchimba zaidi au kutafuta watu zaidi ili uweze kupiga hatua zaidi? Na hilo ndo lengo. Kwamba alizo utasema nilisikiliza Fix You, nikaenda bwana nikanunua vipande kadhaa, au nikamtafuta Dr. Raymond nikapata elimu ya fedha, nikasaidika, nikatoka kwenye madeni, nikatoka kwenye sintofahamu za uwekezaji. Au ndo mambo mimi napenda kusikia. Jina langu mimi naitwa Irene Kamugisha. Make sure umesubscribe, make sure umenifollow kwenye Instagram, natumia Irene Kamugisha _ TikTok natumia Irene Kamugisha, Facebook ni Irene Kamugisha, na kwenye mtandao wa X ambao ulikuwa Twitter natumia Irene Kamugisha, na hapa YouTube ni kama unavyoona naitwa Irene Kamugisha. So make sure you subscribe, make sure you share na ndugu jamaa na marafiki zako, ili wote kwa pamoja tuweze kupiga hatua kimaisha na kifedha. Asanteni sana, tukutane tena kwenye episode ijayo.